Amina, asante sana. Na tunao viongozi wengine pia sasa kuwakilisha kundi zima la manabii, mitume. Nabii Malisa, tafadhali karibu utupe salamu za rambirambi. Amen. Yu hai leo. Yesu yu hai leo. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo kwa unyenyekevu mkubwa sana mbele ya wazee. Namshukuru sana Mungu kwa nafasi ya kipekee. Makamu askofu mkuu wa TAG pamoja na katibu, lakini spika wa bunge. Mungu awabariki sana. Najisikia aibu kusimama mbele ya wazee. Askofu umeanza kunyoosha injili, lakini pia kwa askofu mkuu wa kanisa la FPTC. Mimi nimebatizwa mwaka wa 92 kanisa la FPTC, Free Pentecostal Conference Swedish zamani, chini ya askofu Andrea Lolo ndio aliyenibatiza mwaka 92. Mimi nimshukuru Mungu kwa niaba kwa ajili ya vitu vichache. Ni cha kwanza nimemfahamu baba askofu Emmanuel Lazaro mwaka 1998. Niliwahi kwenda kanisani pale Revival. Ilikuwa siku ya Jumatano mwezi wa 10 mwaka 98. Ilikuwa ibada ya Jumatano. Katika ule wito na ile kutaka kujua mapenzi ya Mungu, bahati nzuri nikapata nafasi baada ya ibada ya Jumatano, nikaweza alinipa kama dakika 3 hivi. Akaingia ofisini, nakumbuka mpaka ofisi yake ilikuwa unaingia mlangoni, alafu kiti chake kilikuwa hapa. Kwa mimi nikaingia upande nikakaa, alikuwa huku. Kwa hiyo nikamwambia, baba, na wito mkubwa sana, naomba uniambie hivi na mapepo au na nini? Kwa hiyo akaniangalia, sasa kijana, ninaona una wito, lakini kuna wito aina mbili. Kuna wito, akataja wito fulani, akanikabidhi mchungaji mmoja wa Majengo anaitwa Swai. Sijui tulipotezana miaka mingi sana. Kwa hiyo baada ya pale nikaendelea na hivyo kuhubiri na kadhalika, lakini nilio kufanya kazi siku moja kiwanda cha Tagemi Printing. Nilikuwa na tengeneza vitabu vile vya nyimbo za injili. Kwa hiyo akaingia kiwandani, akanikuta nimekaa nafanya kazi fulani hivi. Anambia, kijana, unaendelea? Nikamwambia, baba, shikamoo. Kwa hiyo baba askofu Lazaro ni mtu wa pekee sana. Lakini mwaka jana nilipata nafasi ya kwenda kumtembelea nyumbani. Sikuamini kama ningepata nafasi ya kuanza kumuona uso kwa uso, lakini katika ile hali alikuwa yuko amedhoofika sana, yuko kwenye wheelchair. Nikapata nafasi ya kupiga magoti, lakini maneno mazito sana aliyaongea ya kinabii kwa namna isiyo ya kawaida. Wakati namuelezea, tulikuwa na kaka yangu Godson, katika kumuelezea, naomba niombee utumishi, akasema kwa sauti ya chini sana, akasema, nyamaza na mimi nimsikize Mungu anasema nini. Aliongea maneno mazito sana, na kilichonigusa ni kwamba alikuwa anaomba mpaka ananena kwa lugha na akitoa machozi akiwa kwenye wheelchair mwaka jana. Hicho kilinigusa sana, nikajua tunakaa. Lakini aliongea neno moja, akasema, watumishi wa siku za leo mko kwenye mapingamizi makubwa sana katika utumishi. Haya ni maneno ya mwisho aliongea yaliyogusa sana maisha yangu. Na baada ya kupata msiba, niliweza tukatoa na sisi rambirambi zetu, nilikabidhi mapema kabisa. Kwa hiyo naamini kabisa sisi vijana wa leo, injili na mambo mengi, lakini tuna misingi kutoka kwa wazee wetu na tutainyosha. Sema. Kwa hiyo vijana tunaendelea vizuri, na mimi nimepita kwenye mikono salama ya wazee, akiwa kwa askofu Zakaria Kakobe amenifundisha sana. Kwa hiyo tutawadhibiti. Lazima injili pamoja, mafunuo yatakuwepo, lakini msingi ni katika neno la Mungu. Yesu lazima atajwe katika kila kitu. Na nilikuwa nasumbua, nikasema lazima niimbe kapambio, yu hai leo. Mimi na wimbo, Yesu yu hai leo, Yesu yu hai leo, Yesu yu hai leo, sifiwe. Yesu yu hai leo, Yesu yu hai leo, Yesu yu hai leo, asifiwe. Amina. Nenda kutoa isingo.
Nashukuru sana kwa heshima. Mungu awabariki. Faraja ya Roho Mtakatifu yuko kwenye familia. Sababu Bwana, nilisema leo kwamba tusimharakishe baba yetu. Tungeendelea mpaka hata usiku, kwa sababu si tutaondoka, yeye tutamwacha hapa. Kwa hiyo tusiharakishe, kafanya mambo makubwa. Na rambirambi nimetoa. Siku moja kijana mmoja, mimi napenda sana miujiza na nguvu za Mungu. Historia ya baba Lazaro ni kubwa na wengine tunaikumbuka. Kijana mmoja alikuwa anaimba kwaya hapo Revival, alifanya kosa, akamtia binti mimba. Askofu akamwambia, tubu, umekosea. Akamwambia, sasa askofu, nitawatia na wengine mimba. Yule kijana alikuwa ni fundi wa kujenga. Kwa hiyo akasema, sasa wewe nakukabidhi shetani. Ile ilimkasirisha sana. Kwa hiyo alikuwa anajenga ghorofa ya 3, kwa bahati mbaya yule kijana alianguka akafa. Hiyo ni historia. Kwa hiyo usiguseguse watumishi wa Mungu. Sema amina. Hallelujah. Sasa mnafahamu mwenyekiti, naomba utulivu tafadhali. Naomba utulivu tafadhali. Naomba utulivu ili tumalize. Hallelujah. Nadhani mnafahamu kwamba askofu wetu mkuu ndio mwenyekiti wa makanisa CPCT. Kwa hiyo sasa nimlete kwa kumalizia kabisa makamu mwenyekiti Askofu Awet, ili naye aseme kwa kifupi, halafu baada ya hapo tutapata salamu kutoka kwa familia zitakazoletwa na kaka mkubwa mpendwa wetu Williamson.